Tumeshuhudia mambo mengi yakiendelea na taasisi nyingi zikitoa matamko. Mimi kama kiongozi wa Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu Tanzania nitaanza na lile tamko la Baraza la Maaskofu wa Katoliki TEC, ambao wametoa waraka. Katika tamko lao wametaja vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu walivyovitaja, wamezungumzia suala la uchaguzi na mapungufu yaliyojitokeza, wakazungumzia maandamano na mambo yaliyojiri, wakazungumzia mauaji ya kikatili, wakazungumzia mali zilizoharibiwa za umma na za watu binafsi. Haya ni miongoni mwa mambo kati ya mengi waliyoyataja katika waraka huo. Lakini katika vitu ambavyo nataka tujifunze hawa Baraza la Maaskofu, katika mambo waliyoyazungumza, kuna vitu vya kufanyia kazi. Miongoni mwa hivyo, kuna lugha zimetumika: taifa limejeruhiwa, taifa limepoteza heshima yake kitaifa na kimataifa. Lugha hizi zinaonyesha wazi baadhi ya mambo Baraza la Maaskofu TEC, Baraza la Maaskofu wa Katoliki hawakutafakari vizuri. Sisi tulitarajia kwamba wangeonyesha wazi mapungufu yaliyojitokeza katika mambo ambayo yamesababisha watu kupata maafa na watu kuuliwa. Wangeonyesha yale mapungufu ili kesho na kesho kutwa yatakapotokea maandamano mengine, jamii ya Kitanzania yajifunze kwa mambo yaliyotokea. Tamko hili la Baraza la Maaskofu halikuainisha mapungufu, madhaifu yaliyotumika na waandamanaji katika maandamano. Hivyo basi, sisi kama sehemu ya jamii, tunachokiona hapa, hawa Baraza la Maaskofu kile walichokidai katika waraka wao, wanahitaji haki itendeke. Hakuna msingi wa kweli wa kupigania haki, na tuna evidence. Yapo matukio kadhaa. 27 Januari mwaka 1995 palitokea mauaji ya wazi kabisa. Mashehe baadhi waliokuwa wakitoka misikitini walipigwa risasi, na waandamanaji wa chama kimoja cha kisiasa hapa nchini walipigwa risasi. Lakini Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC hawakuchukua action yoyote.